katika Amka na BBC asubuhi hii. Wizara ya ulinzi ya Marekani maarufu kama Pentagon yathibitisha kuwa Rais Donald Trump kuwatuma wanajeshi wapatao 2,000 kuzima maandamano makubwa yanayoendelea huko Los Angeles dhidi ya uvamizi wa wahamiaji. China yaanza majaribio ya teknolojia ya uendeshaji magari makubwa ya mizigo bila kuwemo dereva ndani ya magari. Na katika gumzo hii leo utasikia kuhusiana na mazungumzo ya usuluhishi wa vita vya kibiashara kati ya Marekani na China yanayoendelea jijini London nchini Uingereza. Na je, mwelekeo wa mazungumzo ukoje hadi sasa? Kuna kuonekana kwamba kuna hatua zitakazopigwa, lakini inaingia siku ya pili hii leo kuona yatachukua mwelekeo gani. Marekani imeonyesha kidogo kusikiliza China na kulegeza misimamo yake. Lakini kwanza ni mukhtasari wa habari na Karo Robi. Shukran Mubali. Gavana wa California amesema amearifiwa kwa wanajeshi 2,000 zaidi watatuma mjini Los Angeles kufuatia siku kadhaa za makabiliano kati ya waandamanaji na maafisa wa usalama kuhusu misako ya kuwakamata wahamiaji. Rais Donald Trump amesema anatuma wanajeshi wa majini wapatao 700 kuwalinda askari na majengo ya serikali. Hata hivyo, Gavana Gavin Newsom ameitaja hatua hiyo ya Trump kuwa ni kutimiza ndoto ya rais dikteta, huku mwanasheria mkuu wa California akimshtaki Rais Trump kwa kutuma majeshi jimboni humo bila ridhaa ya gavana. Maafisa wa Ukraine wanasema mji mkuu Kiev na mji wa bandarini wa Odessa imeshambuliwa vikali na ndege za Urusi zisizoendeshwa na rubani. Meya wa Kiev Vitali Klitschko amewaomba wakazi wa mji huo kusalia majumbani mwao. Walioshuhudia mashambulizi hayo wanasema kulikuwa na milipuko kadhaa na milio ya risasi. Gavana wa Odessa Oleg Kipa amesema mtu mmoja ameuawa na 4 wamejeruhiwa katika mashambulizi hayo. Jeshi la Israel limewataka wakazi wa maeneo matatu yanayodhibitiwa na wanamgambo Houthi nchini Yemen kuondoka mara moja. Florian Kaijage na taarifa zaidi. Msemaji wa jeshi amewataka watu wanaoishi Ras Isa, Odeida na Salif kuyahama makazi yao kwa usalama wao. Onyo hilo linaonekana kuwa ni matayarisho ya Israel kuvishambulia vituo vinavyotumiwa na Wahouthi wanaoungwa mkono na Iran kufyatua makombora kuelekea Israel. Wanamgambo hao wanasema mashambulizi yao yananuia kuwaunga mkono wa Palestina wa Gaza. Mexico imenasa takriban tani 42 za dawa za kulevya ya methamphetamine wakati wa msako uliolenga maabara zinazoendeshwa kinyume na sheria katika jimbo la Michoacán. Dawa hizo zilizonaswa zinakadiriwa kuwa za thamani ya dola za Marekani milioni 50. Shirika la kudhibiti dawa la Marekani linasema magenge ya uhalifu ya Mexico ndio wasambazaji wakubwa wa dawa ya methamphetamine inayoingizwa Marekani. Na idadi kubwa zaidi ya Wakristo ulimwenguni sasa inapatikana barani Afrika, ikiipiku Ulaya kwa mara ya kwanza. Kituo cha utafiti cha Pew Research Center katika ripoti yake mpya inasema kufikia mwaka 2020, asilimia 30 ya Wakristo wanaishi kusini mwa jangwa la Sahara, ikilinganishwa na asilimia 22 ya Wakristo waishio Ulaya. Utafiti huo umeelezea sababu ya ongezeko hilo kuwa kupungua kwa wanaojihusisha na dini Ulaya na kukua kwa idadi ya wanaozaliwa Afrika. Hii ni BBC. Na mukhtasari wa habari umesomwa kwako na Karo Robi. Ni matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com na kwenye mtandao wa Facebook andika BBC Swahili. Unaweza kufuatilia matangazo haya pia kupitia radio wa shirika. Nchini Tanzania ni Radio 1, Radio Free Africa na Zenj FM. Nchini Kenya tunasikika kupitia Count FM na Nyota FM. Uganda tusikilize kupitia Voice of Karamoja na Radio Kitara, na huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo tusikilize kupitia Radio Muungano Ben. Mimi ni Leonard Mubali. Wizara ya ulinzi ya Marekani maarufu kama Pentagon imethibitisha kuwa rais wa taifa hilo Donald Trump anatuma wanajeshi wengine 2,000 na kuweka kwenye hali ya utayari wanajeshi wapatao 700 wa jeshi la wanamaji ili kukabiliana na maandamano makubwa yanayoendelea huko Los Angeles dhidi ya uvamizi wa wahamiaji. Trump ametetea uamuzi wake wa kupeleka walinzi wa kitaifa, huku gavana wa California Gavin Newsom akiushtaki utawala wa Trump kuhusu hatua hiyo. Esther Lwambano na taarifa zaidi.
Maandamano yalianza nje ya jiji la Los Angeles Ijumaa baada ya kuibuka maafisa wa utekelezaji wa forodha ya uhamiaji ICE waliokuwa wakifanya uvamizi na kuwasaka wahamiaji katika jiji lote. Ni jambo la nadra sana kwa wanajeshi wa Marekani kuhusika katika utekelezaji wa sheria za ndani. Rais Trump anasema hatua hiyo ni muhimu kwa sababu wahamiaji wanachukua nafasi nyingi muhimu nchini humo. He's let people come in by the millions. Tafadhali, waache watu waje kwa idadi kubwa ya mamilioni kwa sababu idara yenu ya elimu na hata polisi wanazidiwa nguvu. Angalia kinachoendelea. Anapaswa kufurahi kwa sababu nimepeleka jeshi. Nisingefanya hivyo, kungekuwa na matatizo makubwa ambayo hatujawahi kuyaona kwa miaka mingi. The likes of which we haven't seen in a long time. Machafuko hayo yameenea zaidi katika eneo dogo katikati mwa jiji karibu na jengo la serikali na jumba la jiji, ambapo maafisa wa kutekeleza sheria walifyatua risasi za mpira ili kutawanya umati mkubwa wa waandamanaji. Idara ya usalama wa taifa ilisema katika taarifa kwa vyombo vya habari kwamba wahamiaji waliozuiliwa katika uvamizi wa hivi majuzi wa Los Angeles ni pamoja na watu waliopatikana na hatia ya uhalifu wa ngono, wizi na mashtaka yanayohusiana na dawa za kulevya, ikiwa ni kati ya makosa mengine. What are you doing here? If you're a member of the National Guard, you should not be here. Namna hiyo ni taarifa yake Esther Luambano. Kwingineko ni kwamba makumi ya wanaharakati wamefanya maandamano nje ya chumba cha kuhifadhi maiti katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, kufuatia kifo cha mwanaume mwenye umri wa miaka 31 akiwa chini ya ulinzi wa polisi. Kifo cha Albert Omondi Ojwang kimezua taharuki nchini Kenya. Alikamatwa kufuatia malalamiko ya naibu mkuu wa polisi aliyemshtumu kwa kumharibia jina kwenye mitandao ya kijamii. Katika taarifa ya awali, polisi walisema Ojwang alipata majeraha kichwani baada ya kujigonga kichwa chake kwenye ukuta wa mahabusu alipokuwa akishikiliwa. Hata hivyo, wakili wa familia ya Ojwang, Julius Juma, anasema mwili huo ulikuwa na dalili za majeraha makubwa ya kimwili, ikiwa ni pamoja na kuvimba kichwa, pua na masikio. Zaidi na Florian Kaijage. Bwana Juma pia alitaja michubuko kwenye mabega na mikono ya Bwana Ojwang, majeraha ambayo alisema hayaendani na athari moja dhidi ya kujigonga ukutani. Mamlaka huru ya kusimamia polisi nchini Kenya, IPOA, imeanzisha uchunguzi kuhusu kifo chake. Wakiwa wamebeba mabango na kuimba acheni kutuua, umati uliandamana nje ya chumba cha kuhifadhia maiti cha jiji la Nairobi ambako mwili wa Bwana Ojwang umehifadhiwa. Umati huo baadaye uliandamana hadi kituo kikuu cha polisi ambacho Bwana Ojwang alikuwa akishikiliwa wakati wa kifo chake. Ojwang alikamatwa huko Homa Bay, mji ulioko magharibi mwa Kenya, Ijumaa wiki iliyopita kutokana na chapisho kwenye mtandao wa X, zamani Twitter, ambalo lilidaiwa kumkosoa naibu inspekta jenerali wa polisi Eliud Lagat. Baadaye alisafirishwa kwa zaidi ya kilomita 350 kwenda Nairobi, kuwekwa mahabusu katika kituo kikuu cha polisi siku ya Jumamosi. Kulingana na Bwana Kanja, Bwana Ojwang alikamatwa baada ya Bwana Lagat kuwasilisha malalamiko kwamba jina lake linachafuliwa. Akijibu shinikizo la umma linaloongezeka, Bwana Kanja alitangaza kwamba maafisa wakuu katika kituo kikuu cha polisi cha Nairobi wamekamatwa. Msemaji wa polisi Michael Muchiri ameiambia BBC kuwa hii inamaanisha kwamba maafisa hao hawakuweza kutekeleza majukumu yao na wangepokea nusu ya mishahara yao wakisubiri matokeo ya uchunguzi wa IPOA. Akizungumza katika mkutano na wanahabari, Inspekta Jenerali Kanja alisema pia watawapa wachunguzi ushirikiano na msaada wote muhimu kutatua shauri hilo. Polisi walisema Ojwang alipatikana akiwa amepoteza fahamu wakati wa ukaguzi wa kawaida wa mahabusu na kukimbizwa hospitalini, ambapo alitangazwa kuwa amefariki dunia alipofika tu hospitali. Mkurugenzi wa Amnesty International tawi la Kenya, Irungu Houghton, aliambia BBC kwamba kifo cha Bwana Ojwang kinatia shaka sana. Bwana Houghton alisema ni jambo la kushangaza sana kwamba Bwana Ojwang hakuwekwa katika kituo cha polisi cha eneo hilo baada ya kuzuiliwa. Badala yake alisafirishwa kwa safari ndefu. Siku ya Jumapili alitoa wito kwa wachunguzi huru kulinda kile alichokiita kama eneo la uhalifu katika kituo cha polisi jijini Nairobi. Ni Florian Kaijage. Je, umehangaika kupata bidhaa zinazofaa kuitunza ngozi yako na kuifanya ikufurahishe? Ukweli ni kwamba bidhaa nzuri za utunzaji wa ngozi na utaratibu mzuri wa utunzaji wa ngozi ni muhimu ili kuwa na ngozi ya kufurahisha na yenye afya. Mwandishi wetu Dina Gahamanya amezungumza na daktari bingwa wa ngozi Margaret Gachanja kutoka Nairobi. Unapochagua bidhaa ya ngozi yako,
Anza kwa kuelewa kwanza aina ya ngozi yako. Je, ni ya mafuta, ni kavu au inayokera kwa urahisi? Unafaa uchague bidhaa iliyo laini, yenye viambato rahisi vinavyolainisha na kulinda ngozi yako. Inapaswa tu uepuke bidhaa zenye manukato makali au kemikali hatari. Bidhaa nzuri inapaswa kufanya ngozi yako ijisikie laini na tulivu, sio ngumu au kuungua. Unaweza kujua vipi aina ya ngozi yako? Cha muhimu kujua ngozi yako, unapaswa kwanza kuosha uso wako, alafu unangojea kama dakika 30 unatazama. Ukiona ngozi yako ina metameta ama inakaa imepakwa mafuta, hiyo inaonyesha uko na ile ngozi ya mafuta, yani oily skin. Ukiona ngozi yako imekauka, inaonekana imevurutwa, yani tight, inamaanisha uko na ngozi ile tunaita dry skin. Na ukisikia ngozi yako inaungua na pia imekauka sana, tunaweza sema ngozi yako ni ile sensitive. Cha muhimu ni kuepuka bidhaa zenye pombe kali, manukato yenye nguvu au krimu zinazotumika kutoa rangi kwa ngozi. Baadhi ya bidhaa hizi zinaweza kuharibu ngozi yako au kusababisha matatizo ya kiafya ya muda mrefu. Ngozi yenye afya haihitaji muda haraka wa kutibu. Kuwa makini na bidhaa zinazodai kutoa matokeo ya haraka. Ngozi yenye afya inahitaji muda na utaratibu. Wewe kama daktari, ni changamoto gani ambazo unakabiliana nazo katika labda kuwatibu watu wagonjwa ambao wanakuja kukuona? Huwa wanapenda kutumia bidhaa nyingi wakati mmoja, hawapati muda kwa hiyo bidhaa kufanya kazi, wanakimbia kwa haraka, wanatumia bidhaa nyingi. Kitu ingine ni watu kutozingatia aina ya ngozi yao, wanatumia bidhaa ambazo haziambatani na ngozi yao. Je, unatafuta chuo bora cha sayansi na afya ya jamii? Karibu Top One College of Health and Allied Science. Tunatoa kozi zifuatazo: Ordinary Diploma in Pharmaceutical Science, Ordinary Diploma in Clinical Medicine na Ordinary Diploma in Social Works. Fomu zinapatikana chuoni au kwenye website ya chuo ya www.tokohas.ac.tz. Tupo Songea Oysterbay Msamala, barabara kuu ya Songea Njombe. Wasiliana nasi kwa simu namba 0767103313 au barua pepe tokohas@gmail.com. Top One College of Health and Allied Science. We are the way to your success.